Habari za ulimwengu. Msomaji ni Angela Mdungu. Kwanza ni muhtasari. Huduma za kiutu ziko hatarini kuporomoka kabisa katika ukanda wa Gaza. Israel yafanya mashambulizi katika mji mkuu wa Syria, Damascus. Na takriban watu 542 wameuawa nchini Sudan ndani ya wiki tatu. Habari kamili. Geneva. Shirika la kimataifa la Msalaba Mwekundu limeonya kuwa huduma za kiutu katika ukanda wa Gaza zinaelekea kuporomoka kabisa baada ya Israel kuzuia misaada kuingia kwenye eneo hilo lililoathiriwa na vita. Taarifa ya shirika hilo imesema bila ya misaada kuanza haraka kuingizwa Gaza, kamati ya kimataifa ya Msalaba Mwekundu itashindwa kupata chakula, dawa na vifaa vingine vya kuokoa maisha vinavyohitajika ili kuendeleza shughuli zake. Naibu mkurugenzi mkuu wa operesheni za shirika hilo, Pascal Hunt, ameeleza kuwa wakazi wa ukanda wa Gaza wanakabiliwa na hali mbaya na mapambano ya kila siku ili kujinusuru na hatari za mapigano, kuhamishwa kwa lazima na kunyimwa misaada ya kiutu inayohitajika haraka. Damascus. Jeshi la Israel limefanya mashambulizi mjini Damascus katika maeneo kadhaa likiwemo eneo karibu na kasri la Rais Ahmed al-Sharaa. Mashambulizi hayo ya leo yamefanyika baada ya mashambulizi mengine yanayofanana na hayo ya Alhamisi ambapo jeshi la Israel liliulenga pia mji huo mkuu wa Syria. Hatua hizo za Israel zinafuatia shambulio baya la Jumatano huko kusini mwa Syria lililowaua watu 35 kutoka jamii ya walio wachache ya Druze. Vikosi vya usalama vya Syria na wanamgambo wanaounga mkono serikali wanatajwa kuwa ndio waliohusika kuwashambulia watu hao. Kimsingi, watu wa jamii ya Druze wanaishi kwenye nchi za Syria, Lebanon, Israel na Jordan. Jamii hiyo ya kidini inaheshimika nchini Israel na sehemu ya watu wake wanalitumikia jeshi la nchi hiyo. Geneva. Watu wasiopungua 542 wameuawa Darfur kaskazini nchini Sudan katika wiki tatu zilizopita. Kamishna mkuu wa haki za binadamu wa Umoja wa Mataifa Volker Turk amesema hali inayoendelea nchini humo ni ya kutisha. Msemaji wa katibu mkuu wa Umoja wa Mataifa Stefan Dujarric ameizungumzia hali ilivyo Sudan na kuonya kuwa huenda jumla ya vifo vilivyoripotiwa katika kipindi hicho kifupi ni kubwa zaidi. The actual death toll is of course like... Idadi halisi ya vifo bila shaka ni kubwa zaidi. Ripoti za mauaji holela dhidi ya raia ni za kutisha sana. Kamishna wetu wa haki za binadamu Volker Turk amesema ameshawatahadharisha viongozi wa wapiganaji wa RSF na wa jeshi la Sudan kuhusu athari mbaya kwa hali ya kiutu kutokana na vita hivi. Consequences of this war. Vita vya karibu miaka miwili nchini Sudan kati ya jeshi rasmi na waasi wa RSF vimesababisha mamilioni ya watu yakimbie makazi yao ndani na nje ya nchi. Beijing. China imesema mapema leo kuwa inafanya tathmini ya pendekezo la Marekani la kufanya nayo mazungumzo kuhusu suala la ushuru. Hata hivyo, imesisitiza kuwa ni lazima Marekani iwe tayari kufuta ushuru ambao umeatikisa masoko na njia za usambazaji wa bidhaa kabla ya kuanza mazungumzo. Marekani imeiadhibu China kwa kupandisha ushuru wa bidhaa zake nyingi zinazoingizwa nchini humo kwa 145% tangu mwezi Aprili, wakati China imejibu hatua hiyo kwa kuziwekea ushuru wa 125% bidhaa zinazotoka Marekani. Rais wa Marekani Donald Trump mara kadhaa amedai kuwa China imekuwa ikiomba kufanya mazungumzo kuhusu ushuru huo, na wiki hii alisema kuwa kuna uwezekano mzuri kuwa nchi hizo mbili zitapata makubaliano. Na hatimaye Berlin. Shirika la ndani la ujasusi la Ujerumani limekiainisha chama kinachofuata siasa kali za mrengo wa kulia cha Alternative for Germany AfD kuwa taasisi inayofuata itikadi kali linalotishia demokrasia. Hatua hiyo inalipa uwezo zaidi shirika hilo kukifuatilia kwa karibu chama hicho kilichoshika nafasi ya pili katika uchaguzi wa kitaifa uliofanyika mwezi Februari. Pia itazirahisishia zaidi mamlaka za Ujerumani kutumia njia za siri
kama vile kuwapenyeza watu wake katika kulichunguza na kufuatilia mawasiliano yake. Itakumbukwa kuwa tayari tawi la vijana la chama cha AfD lilishaorodheshwa kuwa kundi linalofuata itikadi kali, wakati chama hicho kilikuwa kikitajwa tu kama mshukiwa wa msimamo huo mwaka 2021. Na msikilizaji, huo ndio mwisho wa habari za ulimwengu kutoka DW Bonn. DW Dunia Yetu Leo Mchana. Asante sana Angela Mdungu kwa kutusomea habari za ulimwengu. Ni wakati sasa msikilizaji na mtazamaji kuisikia leo tulio hapa kipaumbele katika safu ya uchambuzi wa ripoti. Na mahakama ya kimataifa ya haki ICJ itakamilisha hii leo kesi iliyokuwa ikijadili hatua zitakazotakiwa kuchukuliwa na Israel kuhakikisha ufikiaji wa misaada Gaza. Vile vile tutaangazia ripoti inayosema nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kumeanzishwa harakati za kumwondolea kinga ya kisheria rais wa zamani Joseph Kabila. Vile vile kauli za mkuu wa majeshi wa Uganda Jenerali Muhoozi Kainerugaba kupitia mtandao wa X inaonekana kama ishara ya kuongezeka kwa ukatili dhidi ya wapinzani wa serikali. Kwa haya na mengine mengi, msikilizaji, endelea kuwa nasi. Tunasikika mubashara kupitia mitandao yetu ya kijamii. Tafuta DW Kiswahili katika chaneli yetu ya YouTube. Pia vile vile tuko mubashara na Facebook. Usisite kutuachia maoni yako kuhusiana na taarifa unazozisikia. Moja kwa moja katika safu ya uchambuzi tunaanzia Mashariki ya Kati. Mahakama ya kimataifa ya haki ya ICJ itakamilisha hivi leo kesi ya wiki nzima ambayo ilikuwa ikijadili hatua zitakazotakiwa kuchukuliwa na Israel ili kuhakikisha ufikiaji wa misaada ya kibinadamu inayohitajika kwa Palestina huko Gaza na ukingo wa Magharibi unaokaliwa kwa mabavu. Wakati huo shirika la Msalaba Mwekundu limetahadharisha kuwa mfumo wa misaada ya kibinadamu huko Gaza unakaribia kuporomoka zaidi. Anasimulia Bakari Ubena. Maoni yatakayotolewa na majaji 15 wa mahakama hiyo ya Umoja wa Mataifa yatatumiwa kama mwongozo wa kisheria kwa vyombo mbalimbali duniani. Mahakama hiyo ya kimataifa ya haki ICJ ilianzisha kesi hiyo baada ya Baraza Kuu la Umoja wa Mataifa kuitaka mwaka jana kutoa maoni yake juu ya wajibu wa kisheria wa Israel kufuatia uamuzi wake wakati huo wa kulipiga marufuku shirika la Umoja wa Mataifa la kuhudumia wakimbizi wa Kipalestina UNRWA. Kesi hiyo inaendelea wakati shirika la Msalaba Mwekundu limetahadharisha leo Ijumaa kuwa mfumo wa misaada ya kibinadamu huko Gaza unakaribia kuporomoka kabisa ikiwa hatua za haraka hazitachukuliwa ili kurejesha mtiririko na usambazaji wa misaada ya kibinadamu kwa Wapalestina wapatao milioni 2.4. Tangu Israel ilipochukua hatua ya kuizuia misaada, Umoja wa Mataifa umekuwa ukitahadharisha juu ya hali mbaya ya kibinadamu ikiwa ni pamoja na kuongezeka kwa viwango vikubwa vya njaa. Naibu mkurugenzi wa Kamati ya Kimataifa ya Msalaba Mwekundu ICRC, Pascal Hunt, amesema wananchi wa Gaza wanakabiliwa na madhila ya kila siku huku wakihatarisha maisha yao kutokana na mapigano, wanahamishwa kila kukicha na wanakabiliana na matokeo ya kuzuiliwa kwa misaada ya dharura ya kibinadamu, akisisitiza kuwa hali hiyo haipaswi na haitakiwi kuendelea. Wakati huo huo, juhudi za kusitisha mapigano huko Gaza bado zimekwama, huku Israel ikiwa imezuia kuanzia mapema mwezi Machi uingizwaji wa chakula, mafuta, dawa na misaada mingine ya kibinadamu katika eneo hilo lililokumbwa na vita. Mashambulizi pia yanaendelea huku Israel ikichukua udhibiti wa sehemu kubwa za ardhi ya Palestina kwa madai kuwa ni hatua za kuishinikiza Hamas kuwaachilia mateka zaidi ambao bado wako mikononi mwao. Israel ilishambulia usiku wa jana kambi ya wakimbizi wa ndani ya Bureij na kusababisha maafa, kama anavyoelezea Mohamed Abu Zeina aliyewapoteza ndugu zake. Baba, watoto, wajukuu, mke, dada yangu na majirani kadhaa wameuawa kama mashahidi. Kufikia sasa kuna karibu watu 9 waliouawa. Hayo yakiarifiwa, kundi la wanaharakati wanaoandaa mashua ya kusafirisha misaada kuelekea Gaza wamesema meli yao ilishambuliwa na droni za Israel usiku wa kuamkia leo katika bahari iliyo chini ya sheria za kimataifa karibu na Malta walipokuwa wakielekea katika ardhi ya Palestina. Serikali ya Malta imesema kuwa watu 16 waliokuwemo katika meli hiyo wako salama.
Asante sana Bakari Ubena kwa taarifa hiyo. Tukisonga mbele, Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kumeanzishwa harakati za kumwondolea kinga ya kisheria rais wa zamani Joseph Kabila ili ashtakiwe kwa madai ya kuunga mkono waasi wa kundi la M23. Waziri wa sheria Constant Mutamba, ambaye amesema tayari mwanasheria mkuu wa jeshi ameshaliomba baraza la seneti la Kongo kubatilisha kinga ya kutoshtakiwa alionayo Kabila kutokana na nafasi yake ya kuwa seneta wa maisha. Mwenzangu Sudi Mnete amezungumza na Lite Bisimo, ambaye ni msemaji wa chama cha upinzani cha PPRD cha rais huyo zamani katika jimbo la Kivu Kusini. Kwanza ameelezea wameipokea vipi hatua hiyo. Sheria itakuwa imeharibisha kabisa na wasiwasi itakuwa zaidi tena zaidi kupitia ambayo inakuwa ya kivita. Nyinyi mnaona kiongozi wenu ni msafi, chochote kinachofanyika kama ni cha uzushi, si sheria inaweza ikasimama na kumlinda? Hiyo haikatazwi kama sheria inasimama vilivyo. Lakini hapa sheria inakuwa ikipita kinyume. Hawafanye kazi vilivyo. Sheria haipite kwa njia iliyo halali. Sasa nyinyi kama chama sasa mmeamua kuchukua hatua gani ili kuhakikisha pengine mnamlinda Rais Joseph Kabila na mnalinda chama chenu? Kama chama tunalomba sheria ifanye kazi yake vilivyo, si kutaka kutafuta kumletea shida ambayo hako ndani. Hatutaki tusikie balienda kumsemea uongo, kunena maneno ya uongo hapa na pale kuhusu Joseph Kabila, ila tunataka hiyo ifanye kazi vilivyo. Sisi hatuna wasiwasi ya sheria, hapana. Kwani tunajua kwamba yeye kabisa ni mdemokrasia, hana ndani ya mambo ya vita ama kitu fulani. Ni mtu kabisa, mtu ambaye anashikipenda Kongo, hawezi kuleta vita kati ya Kongo. Hoja yangu hapa ni kwamba tayari serikali ya Kongo imeshaanza harakati hizi. Nyinyi kama chama, mbali ya kuomba, mnafanya nini kuhakikisha mnajilinda na hili? Tutasimama kwa njama zote hizo kwa kulomba warudilie hiyo maneno, kwani sio halali. Tutasimama kwa njama yote hiyo. Wa vijana tutaingia kama barabarani kama ipasavyo. Tutafanya kila kitu ipasavyo ili wasitake kumuonea iwe sawa vile wanataka kumuonea rais wetu mstaafu. Mmeweza kuwasiliana na Rais Kabila wenyewe hapo? Rais Kabila anakuwa akiwasiliana na sisi kupitia wakuu wa chama letu, na mpaka hivi tukikuwa na assurance ya kwamba yeye ni mtu mzima ambaye anakuwa kabisa kwenye njia iliyo halali, na hatutaki serikali ambayo inataka kumtilia vijembe choka ndani ya njia yake kutafuta kumuletea uzushi. Sasa hivi kumeanzishwa mawasiliano au mazungumzo ya amani, na tayari kumetangazwa pengine kwa namna moja ama nyingine bunduki kuwekwa chini, kundi la waasi wa M23 kurejea mezani na serikali ya Kongo. Hiki kinachotokea sasa, unadhani kinaweza pia kikaleta mtafaruku ndani ya nchi? Ndio, hii inakuwa kabisa inataka kuonesha ya kwamba serikali ambayo iko kwa sasa haitaki kabisa amani, kwani hauwezi kumaliza vita moja upate kuanza pale ingine vita. Wakongomani wana haja ya amani, na hiyo kufuatilia wakuu wa siasa wakati wale ambao wanakuwa kwenye opposition, kuwafuatilia vile itakuwa kabisa kutafuta vita ingine ndani ya Kongo katika wakongomani wenyewe. Kwa nini unasema vita? Kwani Rais Kabila umesema mwana demokrasia na nyinyi mnataka mambo kwa usalama. Kwa nini msishindane kwa hoja kwa usalama? Ni Lite Bisimo, msemaji wa chama cha upinzani cha PPRD kule Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, kama alivyozungumza na mwenzangu Sudi Mnete. DW tunavuma kwa kishindo.